wetu Yesu Kristo, ninakuinua na ninakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka, utakatifu na utukufu. Bwana Jehova Jireh, zinatoka kwako. Wewe Bwana ni muweza yote, kwa katika mambo yote mfalme. Pokea sifa na utukufu. Umetupenda na umetuchagua na ukatupa kibali kikuu cha kuitwa wana wa Mungu. Ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh, wewe ndio uliweza kutusagua. Jehova, ninaomba akili za watu wote Bwana Jehova Jireh, ama watu wako, siweze kuwa katika nafasi ile Bwana Jehova Jireh inaweza saidika vyema na iweze kusaidia watu wengine. Ninaomba hiyo akili Bwana, kulingana na vile kitabu ya Proverbs inasema na hata Psalms, akili jema, akili iliyo na uwezo wa kuweza kupokea na kuweka kile imepokea kikiwa safi na kikiwa msaada kulingana na vile tumekipokea. Pokea sifa Bwana wetu. Ninawaombea watu revelation knowledge, ninawaombea wisdom, ninawaombea Bwana Jehova Jireh waweze kukaa katika hiyo neema ya neno lako. Ni kwa sababu hapo tu ndipo tunaweza toa kibali kikuu. Asante Mungu wetu, ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh, ninajua mambo mengi sana yanatatiza maisha ya watu. Ni maundu maingi muno Mwathani, matuma maundu ma andu aingi Mwathani mage hinya. Na ninaelewa Bwana, ninatambua nikiamini ya kwamba wale wote walio katika hali ya kutengwa na kuinama na kujikuta katika hali ya kutotambua mapenzi yako, wale wanaolia saa hii, wale wameachwa na watu wao, wale wako na wagonjwa katika nyumba zao, wale walio na ugumu wa mioyo yao, ninawaombea sasa mtakatifu wakaweza kupokea amani ile. Ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh, ile amani haipatikani mahali pengine popote isipokuwa tu ni ndani ya neno lako. Asante ni kwa sababu kibali hiki Bwana ulipotupa, Bwana ulitupatia ndio tuweze kukieneza kwa watu wengi Bwana Jehova Jireh, walio mbali na walio karibu. Asante Mungu wangu na Baba yangu, kwa mapenzi yako wewe Bwana Jehova Jireh ndio tutegemea. Kwa sababu Bwana, kutoka mwanzo ulitutangulia kwa neema. Tulizaliwa tukiwa wenye dhambi, lakini mfalme wewe haukutaka sisi tukaweza kukaa katika ile dhambi. Ulitufungua na ile dhambi na ukatuonyesha njia ya kuelekea kulingana na vile wewe upendavyo. Na kuinua Bwana wangu na Mungu wangu, na mapenzi yako Bwana ifanyike sasa hivi Bwana kwa watu wote mfalme wa ajabu. Na mapenzi yako ifanyike kwa wale wote wagonjwa waweze kuponywa. Mapenzi yako ifanyike kwa wale wote Bwana Jehova Jireh wanaona kama wameachiliwa na kutengwa na wengine, waweze kupata hiyo kibali chako Bwana Jehova Jireh kwa uwezo wote na kwa nguvu zote. Asante Mungu wangu mtakatifu mwenye uwezo na nguvu. Ni kwa sababu wakati kama huu Bwana, watu wengi wanaingia katika majaribu, wakijaribu Bwana Jehova Jireh kujikimu kimaisha. Ninawaombea Bwana Jehova Jireh waweze kuwa na self control, na ndio Bwana Jehova Jireh waweze kutambua maisha yao, na ndio waweze Bwana Jehova Jireh kulinda mambo yale yote yanaweza kuja iwazuilie kulea watoto wao, iwazuilie kulinda nyumba zao, iwazuilie kudumisha ndoa zao, iwazuilie Bwana Jehova Jireh kudumisha mapenzi yako ndani ya mioyo yao. Bwana wangu ninakushukuru, ni kwa sababu wewe ndiye Mungu. Ninaomba Bwana Jehova Jireh hekima kuu ndani yetu sisi wote, ni kwa sababu pasipo hayo, na hiyo hekima inatoka kwa neno lako, pasipo hayo Bwana Jehova Jireh tunaweza kuwa katika nafasi ya kuaibika kila wakati. Lakini kwa neema yako katika neno lako tutaweza Bwana kuwa na ushindi mkuu na neema ya ajabu. Oh haleluya Bwana wangu. Liba shaka patara manganta, ratima la bashara bagata, perida chakala matika la bagata, pinise tedidai fana, bidauloji goromase tedidai consantibility, hula mashanda la babuza. Asante Bwana Mungu wa mtakatifu na Mungu mwenye haki. Ni kwa sababu Bwana wakati kama huu asubuhi ya leo,
yote yale yamesimama ndio ipingane na watu wako Bwana, tunaipinga katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa sababu Bwana tuna kibali kikuu sana kutoka wakati ule Bwana Jehova Jire tuliweza kuingia ndani yako na wewe ukaingia ndani yetu. Umetupatia kibali yote ya kushinda yale yote ya kujao kinyume na mapenzi yako katika maisha yetu, katika familia na katika makanisa na katika mikutano na katika mapenzi yote Bwana Jehova Jire ya wale watawalao katika giza. Tunakushukuru Bwana wetu, tukiamini ya kwamba neno lako litakuwa msaada mkuu katika maisha na katika mioyo yetu. Na ni katika jina lako Yesu Kristo mimi ninapoenda kunena neno lako, ninakuomba Bwana Jehova Jire, kama vile mfalme ulitupa Roho wako Mtakatifu aweze kuwa msaada na msaidizi wetu Bwana Jehova Jire, na wakutukumbusha yale yote Bwana tumeyasikia hapo bereni. Baba, ninaomba nikaweza Bwana Jehova Jire kuwafikishia hii neno kwa hekima kuu Bwana Jehova Jire, na kwa uwezo mkuu mtakatifu. Jehova, ninakushukuru. Nao mioyoni mwao Bwana waweze kuwa na moyo wa kupokea kile kinachohitajika, ndio wawe kikaweza kuwasaidia katika maisha yao milele. Wewe ni mtakatifu wangu na wewe ni mweza wangu mtakatifu. Umetuita ndio tuweze kupatana na tuweze kupata kazi yote Bwana mfalme wa ajabu, kulingana na vile wewe ifanyavyo. Pokea sifa. Wewe ni baba yangu, mimi ni mtoto wako Bwana, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Jambo lile linaonifurahisha kila wakati ni ya kwamba Bwana ametuzaa kwa uzao usio wa kawaida. Mungu wetu ametuzaa kwa uzao usio wa kawaida, na ule uzao haujulikani na watu wengi, sababu watu wengi wanatazamia tu kuzaliwa na wazazi wao, kulelewa na wazazi wao. Na ndio mara mingi watu wengi wanasema tuweze kuwapa wazazi kuwatii wazazi. Na ni vizuri sana mtu kumtii mzazi, sababu kutii mzazi ni kumtii Mungu wa pili hapa ulimwenguni. Lakini jambo la kwanza nilikuja kutambua, ndio niweze kumtii yule mzazi na kumpenda, ni lazima niweze kutambua, niwe nimetambua kazi ya Kristo Yesu. Ndio upendo ule wa Kristo ndani yangu ukaweza kukamilisha mambo yote ndani ya moyo wangu. Pasipo haya haiwezekani mwanadamu aliye na mwili na damu aweze kumpenda mwenzake, aweze kumtii mwenzake. Kwa sababu kupenda mwenzangu na kumtii mwenzangu kunatokana na uongozi ule utokanao na imani iliyotokana na Kristo Yesu, yule aliyetuambia ya kwamba pendaneni kama vile naye anavyotupenda. Kwa hivyo ninashukuru sana nikijua ya kwamba upendo ule ninafaa kuwa nayo ndani yangu. Sio upendo ule ninaotafuta ni kwa sababu ya jambo fulani. Upendo hauna mpaka na upendo hauna sababu. Upendo tumepewa tu kama vile Kristo Yesu alivyotoka mbinguni akiwa Mungu, akashuka ulimwenguni akiwa Mungu. Baada ya kushuka na kufika ulimwenguni, aliuvua mwili ule wa kwanza wa uungu, akauvaa mwili wa kiroho wa wanadamu. Alivaa mateso yetu yote, alivaa wanadamu wote, na ndio yeye mwenyewe wakati alipouvaa aweze kumshindania mwanadamu katika mateso yote yapatikanao katika ule mwili wa ulimwengu ule tulio nao.
Na ukweli ni ya kwamba wakati Mungu alipokuja ulimwenguni aliweza kumshindania mwanadamu, na mwanadamu akaweza kutoka katika hali ya utumwa wa dhambi, na tukaweza kuitwa wana wa Mungu sisi wote kadri na mapenzi yake yeye mwenyewe na kulingana na vile alivyokusudia kutoka mwanzo. So tuweze kunena neno na ndio tuweze kuandamana kulingana na vile Roho wa Bwana atakayetusaidia. Ninaona ya kwamba katika kitabu ya Roman 10 Roman 10 from 1. Huo mstari kuna kitu ulikuwa unanifundisha kupitia Roho wa Mungu na kutambua mambo mengi. Mambo yale haiwezekani kwa mwanadamu akiwa peke yake. Mambo mengi haiwezi onekana wala gudulika mwanadamu akiwa peke yake, ama mwanadamu akitegemea ulimwengu tulio ndani yake. Sababu ndani ya ulimwengu hakuna uungu. Ndani ya ulimwengu hakuna uungu. Ninashukuru, ninaona BTS wa elimu unaendelea na kukaribisha watu ndio tuweze kubarikiwa pamoja. Nimekuona Jenny Gashiri na Wedani naye anaendelea tu kuwakaribisha watu wote. Wakati ule nilikuwa ninatazama huo mstari, nilikuja kutambua na kugundua jambo moja. Kuna mambo haiwezekani tabulika wala kugundulika kwa mtu mwenye hajafika kiwango fulani na hajatambua jambo fulani, ndio lile jambo amelitambua liweze kuwa msaada. Wakati ule nilikuwa ninavyoangalia, ninaona ya kwamba katika kitabu ya Roman 10 mstari huo wa kwanza, Biblia inatuambia ya kwamba kuna wakati Paul aliweza kuwa na huzuni, akawa na huzuni kubwa ndani ya moyo wake. Ni kwa sababu ya kanisa. Kwa sababu wakati ule alipotazama kanisa, na ndio siku ya leo watu walivyo. Na ninashukuru Bwana kwa sababu ya kanisa lile limeamka. Vile kanisa limeamka, na vile limeamka ndio nayo vita imeamka. Haleluya. Kanisa linapingwa, tena kanisa limeinuka. Na sio makanisa yote. Ukweli wa neno la Bwana umeinuka. Unatambulishwa sasa na watu wale wamesikia kikamilifu sauti ya Bwana. Wamesikia kikamilifu mapenzi ya Bwana. Sauti ya Bwana na mapenzi ya Bwana. Watu na nikisema hivyo ninasema ya kwamba yes. Watu wamejitokeza ndio waweze kupinga kanisa. Na mimi sisemi wanafanya vibaya. Wengine wanarekebisha. Wanafanya kanisa iweze kuwa na njia. Haleluya. Nao watu wale waliokuwa wanayejua siri ya Mungu kupitia Kristo, kazi ya Kristo Yesu, wanapata njia ya kuelekeza kanisa kulingana na vile linavyohitajika, na kuhubiri kulingana na vile Kristo Yesu alipohubiria mitume na kawaambia ya kwamba enendeni ulimwenguni mwote mkawahubiria mataifa wote, muambie yale yote nimeshamwambia. Yale yote aliyowaambia waende wajulishe ulimwengu wote. Haleluya.
Nashukuru baba yangu mfalme, ni kwa sababu ya wakati kama huu kanisa linapigwa, ndio wakati ule tu kanisa linainuka na kuleta mabadiliko na kuondoa hali yoyote ile itokanao na mawazo ya mwanadamu, ndio watu waweze kuhubiri kile Yesu alipokihubiri wakati ule miaka 3.5 alipohubiri hapa ulimwenguni. Mimi niseme ya kwamba watu wasiende makanisani, hapana. Hiyo ilikuwa mpango wa Mungu from the beginning. Kutoka mwanzo ilikuwa mpango wa Mungu. Watu wawe wanakutana mahali pamoja, naye Mungu anatumia watumishi wake kuwajulisha watu, kwa sababu kutoka Genesis hakuna mahali watu walijiongoza. Watu waliongozwa watu waliongozwa na Mungu kupitia watu. Watu waliongozwa na Mungu kupitia watu. Na Mungu hawezi fanya kazi akiwa mwenyewe. Ni lazima niwe na wewe uwe, ndio tuweze kuwa viongozi sisi wote pamoja katika maisha yetu na katika maisha ya wenzetu, kila mmoja na mwingine. So kusema ya kwamba watu wasiende kanisa, hiyo sio jambo mzuri, lakini pengine wanasema hivyo, kuna kile ukinafanya waweze kusema, pengine kuna kile kinafanya, lakini kutengeneza hiyo mambo yale yanasikika ndani ya nyumba la Bwana ikiwa haina msingi wa Kristo, haineni kuhusu kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Kristo, hiyo ni vyema iweze kuondolewa na njia yoyote ile, ndio kanisa liweze kuwa streamlined, liwinene kuhusu mahusia ya Mungu na moyo wa Mungu, na kunena kulingana na vile Kristo Yesu alivyoacha hapa ulimwenguni, neno la Bwana liweze kuhubiriwa. Yesu hakuna kitu kingine, ama Mungu hakuna neno lingine alilolipeana isipokuwa tu la kufa kwa mwanae, kuzikwa kwa mwanae na kufufuka kwa mwanae. Na baada ya ufufuo jina la Mungu likatukuzwa. Na baada ya kutukuza jina la Bwana, sisi nasi tutakatukuzwa mahali pale. Haleluya. Nashukuru Bwana. Wakati ule katika kitabu hii ya Roman, isipokuwa tu Paul alikuja katika kanisa ya Warumi, watu wale walikuwa ndani ya kanisa ya Warumi hawagetambua. Kwa hivyo ni vyema watu waweze kuwa wanakutana pamoja. Ile kitu hata mimi naweza omba ni watu waondoe mapenzi yao, wakubali mapenzi ya Bwana iweze kutenda kazi katika kanisa. Wakubali neno la Bwana liweze kuhubiriwa, watu waweze kupokea neno. Pasipo mambo haya mengine yote, watu wanaoleta makanisani. Haleluya. Watu waifundishwe neno, watu waondolewe kazi ya matoleo ya kila wakati. Matoleo iwe inatolewa ile itafanya kazi ya Mungu ijengeke, lakini sio watu kujijenga wao wenyewe, sio watu kujiinua wao wenyewe. Ni watu waweze kufanya jambo lile linaweza fanya watu wengine waweze kufikiwa na neno. Mtu mwingine aweze kubadilishwa, mtu mwingine aweze kutolewa katika dawa za kulevya, katika bangi, katika sigara, katika dhambi, katika dhambi ya kila aina katika maisha yake. Haleluya. Hukumu ya dhambi, nini kinaweza fanya hivyo? Ni kitu moja tu, neno la Bwana ndio linaweza fanya watu waweze kutoka katika hali hizo. Tena neno la Bwana katika kitabu ya 2 Timothy ndio lina hekimiza, ndio linatupa hekima. Hilo neno, pasipo neno la Bwana hatuwezi kuwa na hekima.
Bwana asifiwe. Kwa hivyo pasipo neno, watu wakiletewa vitu zile zingine zote, hawatakuwa na hekima ndani ya mioyo yao, sababu hekima inatoka ndani ya neno. Tutaangalia hilo neno, lakini kwanza wacha tuangalie neno la Bwana katika hiyo kitabu tulikuwa tumefungua, na ndio tunaendelea nayo katika kitabu ya Roman. Neno linasema, brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Sababu ilikuwa ngumu Waisraeli kuokolewa, Waisraeli kuachana na sheria. Jews ilikuwa ngumu. Mpaka wa leo tunawe hapa watu wao tunaita Jews. Mpaka leo wanangoja Yesu. Mpaka siku ya leo wanangojea Yesu. Wengi wao wanangojea Yesu, mwana wa Mungu aje ulimwenguni aweze kuwasamehe. Kwa hivyo wakati ule Paul alikuwa anazungumza juu ya Israeli, alikuwa anazungumza sababu alikuwa anajua ni vingumu mno Mwisraeli kugeukia miungu yake, kugeukia kazi yake, aweze kumwamini mwana wa Mungu Kristo Yesu na ile kazi Kristo alikuja ulimwenguni kuifanya. Ilikuwa vingumu, na hata sasa ni vigumu kwa watu wengi sana kugeukia utamaduni wao ama kuondoa utamaduni wa Yesu apate nafasi na kibali ndani ya maisha yao. Hata siku ya leo ni watu wengi sana wamekufa wakiwa ndani ya utamaduni, ndani ya kacha. Hawataki kubadilishwa, wanataka wapewe Yesu na utamaduni imbwasikanize zote mbili wadamane nazo. Kama vile walikuwa yani wako chini ya sheria ya Musa, na tena wanamtaja Kristo kwa sababu hiyo ni kumtaja. Bwana asifiwe. Hakuwa mioyoni mwao. Sheria ndio ilikuwa imejaa mioyoni mwao. Hivyo ndivyo hata siku ya leo tulivyo. Katika makanisa watu wengi wanataka mambo mawili ifanye kazi mara moja. Kristo waseme amewasamehe dhambi na waweze kutimiza sheria. Na kile kinaonekana kina shida, kile kingine ni sheria inamlalisha Yesu. Yesu anakosa nafasi na anakosa njia. Sasa hapa, at my heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Huu ni kanisa wa Warumi. Hii ni makutano ya kanisa ya Warumi. Bwana asifiwe. Na Yesu hakusema kanisa ifungwe. Yesu hakusema watu waache kupatana pamoja. Yesu hakufunga fellowships. Yesu hakufunga churches ama hizo nini, synagogues, kwa sababu hata yeye alikuwa anaingia ndani ya hizo synagogue na kuhubiri umo ndani, sababu huko watu wengi walikuwa wanapatana ni kwa sababu hata ya biashara zao. Kwa hivyo Yesu alikuwa anaingia ananena huko Jerusalem, anaingia ananena, anawanenea watu wako katika makachoro zao, mautamaduni yao. Wengine wanasikia wanageuka, wengine wanaendelea tu na utamaduni wao. Kwa hivyo Yesu hakuwapo hapo aweze kufunga fellowships ama mapatano ya watu ni kwa ajili yake. Haleluya, Bwana asifiwe. Sababu katika
mapatano ama makutano, huko ndiko neno la Bwana unakuta limehubiriwa la ukweli na watu wengine wanabadilika. Kwa hivyo hata kama tutaendelea kusikia watu wakipingwa na kusimamishwa kwenda makanisani, kuna kitu moja mimi ninajua: hakuna mtu awezaye kupinga kazi ya Mungu. Hakuna mtu atazuilia kazi ya Mungu iendelee, sababu sio watu wote wako katika ile nafasi ya kuharibu kazi ya Mungu. Wakati mmoja Elijah akasema ya kwamba wamewaua manabii wote, ni mimi tu wamebakisha, na hata sasa wananitafuta waweze kuniua. Naye Mungu akamgeukia akamwambia, pole, kwa sababu nina wangu 1000 samba hawajawahi inamia sanamu. Bwana asifiwe. I love that one. Ati kunao wangu 7,000 hawajainamia sanamu. Kwa hivyo hata siku ya leo kunao wa Mungu wananena kweli ile inayohitajika. Haleluya. Kwa hivyo sisemi mabadiliko ipatikane makanisani na hizo tambia za kunyanyasa watu sikuize na zikome ndani ya makanisa. Kwa sababu wakati Kristo Yesu alipokuja ulimwenguni, aliambia watu watoe, yani wawe na moyo ule unaitwa, wawe cheerful givers, mioyo mikujufu, wajitolee kwa kujipendea. Kwa nini? Kwa sababu wamepokea neno, nalo lilo neno limefanya kazi ndani ya mioyo yao, na lile neno likawaongoza ndio waweze kubariki kazi ya Mungu, waweze kuinua kazi ya Mungu ndio iweze kuendelea. Haleluya. Kwa sababu hakuna kazi ya Mungu haiwezi endelea pasipo watumishi wale wanaoiendelesha, na wanaiendelesha kupitia hata mali ya watu wengine. Bwana asifiwe. Lakini mtu yeyote anajitolea, ajitolee kwa kujipendea na sio tithes. Kile kitu tunafaa kufanya ni kubariki hiyo kazi, na tusiweke limit. Ati mimi wachana na limit. Kulingana na vile umebarikiwa, kulingana na vile umeinuliwa, kulingana na vile umebarikiwa na lile neno unaofundishwa kila wakati, bariki hiyo kazi ndio iendelee kubariki wengine. Kwa sababu neno linatuambia kwamba kutoka kitabu ya Acts, hata akina Petro, hapa akina Matthew, Mark, Luka, John na huko, hakuna mtu alitoa tithe hata mmoja. Hakuna mtu alitoa tithe. Hata Paulo wakati alipokuja na ujue alikuwa katika hiyo nafasi ya kutoa tithe, wakati alibadilishwa na alibadilishwa akaingia katika nafasi ya Ukristo na akaamini kazi ya Kristo, hakutoa tithe. Na Kristo mwenyewe hasa hakutoa tithe. Bwana asifiwe. Wacheni tutafute mambo hiyo ya tithe na huko Old Testament na tuweze kujua ilitolewa namna gani. Na mtu yeyote atoe tithe akitoa nusu ya, kama yani watu wale wanaotoa tithe, makanisa yale yote yanayotoa tithe, iwajue ukitoa tithe
isipofika 100%, 10% ya kile umekipokea, hiyo sio tithe. Tena ukitoa juu ya 10%, hiyo sio tithe. Hiyo ndio tunaita giving. Hiyo ndio tunaita giving. Kwa hivyo ni vyema uweze kutoka katika nafasi hiyo ya limit ya 10%, uingie katika nafasi ya giving. Hallelujah. Ukiingia katika hiyo nafasi ya giving, utagive pasipo limit, na sio kwa sababu umeambiwa ukitoa ndio nawe utatolewa. Ukigive na wewe utapata watu wa kukugive, fanya ndio ufanyiwe. Hiyo yote haimo ndani ya maandiko. Hiyo ni kazi ya watu. Ate ukifanya hivi naye Mungu atakufanyia. Hapana, Mungu mgaida hakagwo na haida yani utokiugatia Mungu yani hauwezi fanya Mungu amke ati kwa sababu ati amefurahi ashikwe na hiyo kikiti ya mshangao. Kaida angeshangaa ni ule areka ati anakiriaga dewe na kionege yake. Bwana asifiwe. Mungu hawezi pigwa na mshangao ati kwa sababu umetenda kitendo, kwa sababu haujatenda. Mungu hawezi inuka mahali yako kwa sababu umetingiza ulimwengu kwa kufanya kwa jambo lolote lile ati ni yeye umefanyia. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtu wa Mungu, moyo wako unafaa kuingia katika nafasi ya kufanya jambo lolote kwa kujipendea na kujiamulia, lakini usisongwe na kitu chochote. Usikaweze kuinuliwa ati kwa sababu kumehubiriwa umesasa mchangamko huo wa neno ya baadaye unakuacha ukiwa maskini. Hapana. Wakati Paul alifika katika hiyo kanisa ya Roman Warumi, alikuta watu wako na watu wamejitolea kwa kila njia. Watu wanajionyeshana kwa Mungu kwa kila njia. Tunaona hata wakati walikuwa wanatoa ile tithe, walikuwa wanatoa mpaka majani ya shambani, mpaka majani ya ng'ombe walikuwa wanaihesabu. Na ujue haiwezekani, sababu neno linatuambia ile sheria tulipewa, Mungu alijua hakuna awezaye kuitimiza. Awe nani, hakuna awezaye kuitimiza. Haleluya. Kama saa hii niko hapa nabariki kazi ya Mungu kwa yule anayenibariki, na njia gani? Yule mtumishi wangu, my mentor, kwa sababu ya kunifanyia kazi na kufanya niweze kutambua mambo kama haya ya siri sana, imefichwa ndani ya neno. Na mimi sikomi kubariki kazi yake na kuombea kazi yake. Sikomi kuwaombea wale walio chini yake ndio waweze kutoka na kueneza injili mahali popote pale. Ndio watu wengi waweze kutoka katika kifungo. Watu wengi waweze kutoka katika kufungwa. Watu wengi waweze kuondokewa na hizo nyororo wamefungwa nazo makanisani. Sheria isiyo na msingi wowote inaweza msaidia mtu. Na hali za kuogopeshwa, kuambiwa mambo ya kukuogopesha, mambo inakutia hukumu siku na mchana. Ate ukiamka hivi afadhali watoto wako walale njaa, lakini usikose kutimiza. Watoto wako wakose kusoma, lakini usikose kutimiza. Hiyo yote kutoka hapo utafungwa. Mungu abariki yule anabarikiana. Hata kubarikiwa kwetu hatukuwako. Alitubariki kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Yani hata
uzima wakati wakati tulikuwa tungali wenye dhambi. Tulikuwa wenye dhambi, na akatutoa chini ya ile dhambi, akatutoa chini ya ile mamlaka ya dhambi, akatuingiza katika neema yake, na akatupa haki yake, na akatusafisha tukawa safi. Hatukuwa tunajua kuna Biblia, hatukuwa tunajua kuna maombi, hatukuwa tunajua kuna wahubiri, hatukuwa tunajua kuna mafundisho, wala hatukuwa tunajua kuna kukula mesa, hatukuwa tunajua kuna kukunywa divai, hatukuwa tunajua kuna handkerchiefs, mafuta anointing oil, hatukuwa tunajua hatukuwa tunajua kitu kama hiyo. Lakini sisi tulikuta akituambia, nimemfanya kuwa safi, na nilimfanya wakati tu mngali kuwa wenye dhambi. Nilimtoa mwana wa pekee Kristo Yesu aje katika ulimwengu mlio ndani yake, ndio aweze kumuokoa, amtoe katika dhambi mliokuwa ndani yake. Ati kwa mtu mmoja alimfanya kuwa wenye dhambi nyinyi wote, na kwa mwanangu Kristo Yesu nimemtuma aweze kumtoa katika hiyo hali mliwekwa na mtu mmoja, msiweze kutoka katika chini ya mamlaka ya sheria ya dhambi na mauti, muingie katika nafasi ya sheria ya neema. Bwana asifiwe. Watu wakisikia sheria, watu wengi katika dini wanafikiria tu sheria ya Musa, lakini sheria ni aina mbili. Kristo alikuja na sheria ile inenao upendo na uzima ndani ya mwanadamu. Moses na akina Adam wakaja na kifo na sheria ile inenao jicho litoke jicho, kifo kitoke kifo, mguu utoke mguu, mkono utoke mkono. Haleluya. Ukiua uwawe, kitoa jicho utolewe, kitoa mkono katwa. Haleluya. Yesu akakuja kututoa katika hiyo nafasi, sababu kama hiyo nafasi ingekuwako inaishi hata leo, ama iwe ndio kiongozi ndio siku ya leo, hakuna mtu angekuwa katika ulimwengu. Nani hajafanya mwingine kitu? Ama hata kama kungekuwa kumebaki watu wengi, wengine hawangekuwa na mikono yote, vidole zote, macho, mapua imetolewa, umekatwa mguu, wengine hata matiti hawangekuwa nayo, kwa sababu ni ukifanyana hivi na wewe ufanywe. Haleluya. Wengine hata mashamba hawangekuwa nayo, mifugo hawangekuwa nazo, sababu ilikuwa tit for tat. Bwana asifiwe. Wakati ule Paul alipokuja katika ulimwengu, wakati ule Paul aligeuka na akaingia katika Kristo, alitaka kuingia makanisa akina Roman Church of Corinth, Roman Corinthians. Hallelujah. Akaingia katika kanisa wa Galatia, akaingia Filipi, akaingia Ephesians. Na wakati alipokuwa anaingia, kila kanisa alilipata na jambo tofauti na vile Mungu alivyokuwa anahipohitaji. Lakini sana leo tunaendelea na kuliangalia hili. Ate ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Hili ni kanisa kwa nini? Wacha tuangalie namba 2. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Kwa maana na washuhudia kwamba wana juhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Number 3. For they being
ignorance of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Kiswahili, kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuidhibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Number 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Ati inasemaje na Kiswahili? Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria, ili kila aminie ahesabiwe haki. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kila aminie ahesabiwe haki. Kwa hivyo ndani ya sheria, kulingana na mstari wa 4, ndani ya sheria hakukuwa na haki, hakukuwa na righteousness. Utigua gai dwale thĩinĩ wa sheria. Sheria na yaheanirwo nĩ Musa ndiarĩ na ũngai thĩinĩ wayo, tondũ ũngai wokire kuoneka kũhĩtũkĩra Kristo Jesu. Uungu ulikunja na Christ. Na ule uungu, wakati Kristo alipokuja ulimwenguni, aliondoa sheria, kwa sababu uungu na sheria ya Musa haingeweza kuandamana wala kwenda pamoja. Bwana asifiwe. Ni lazima kitu moja yake iweze kuondoka ndio kile kingine kibaki. Kwa hivyo kulingana na mstari wa 4, Yesu aliondoa sheria ya Musa ndio yeye mwenyewe abaki. Na ndio unaona hata wakati ule Yesu alipokuja katika ulimwengu na akamkuta John the Baptist, na unajua vyema kabisa John alikuwa ametumwa ulimwenguni aweze kuambia watu kuhusu yeye Kristo Yesu. Awaambie watu watengeneze njia, mapito kwa sababu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo John the Baptist alikuwa katika nafasi ya kuiondoa sheria, lakini yeye hangeiondoa. Ni lazima Yesu angefika ndio sheria ikosa nafasi, kwa sababu ya ile kazi John the Baptist alikuwa ananena juu yake. Kwa sababu John the Baptist alikuwa anawaambia, tengenezeni mapito, nyosheni njia yake. Haleluya. Kwa sababu ndani ya sheria hakukuwa na kutengeneza njia wala kunyosha mapito. Watu walikuwa wanafanya vile wanataka, bora waone wametimiza sheria ya Musa. Bwana asifiwe. Na wakati ule John the Baptist alihubiri juu ya Christ, na akaambia watu ya kwamba yeye yule ninayena kumhusu, hata kidamu ya viatu zake sifai kuzifungua, ni mkuu kuniliko, na mimi ninambatiza na maji, lakini yeye wakati atakapokuja atambatiza na moto na Roho. Kukawa John the Baptist ameweka tofauti ya sheria ya Musa na sheria ya Yesu. Sheria ya Yesu ni ubatisho wa Roho Mtakatifu. Sheria ya Musa ni ubatizo wa maji. Type and shadows, figures, promises. Hizo ndizo zilikuwako wakati wa John the Baptist, na ndio ilikuwa inazungumziwa wakati huo. Bwana asifiwe. Lakini wakati Kristo alipoingia katika ulimwengu, types and shadows, figures and promises siliondolewa. Kwa nini? Kwa sababu Kristo ndiye alikuwa anazungumzwa, na hizo vitu zilikuwa zinanenwa hapo mbele.
Haleluya. Hizo vitu watu walikuwa wanatazamia na kuzifuata, zilikuwa zinanena kumuhusu Christ. Kwa hivyo wakati ule Kristo alikuja, ni lazima zile vitu zingeondolewa. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa sababu yeye aliye reality ya types and shadows, figures and promises amekuja. So Christ alisimama katika mwanya wa hizo vitu. Na wakati aliposimama, yeye akaondoa maji ile watu walikuwa wanabatizwa nayo. Neno linasema ati wakati Yesu alipokuja na kuwaongoza mitume, walibatisha, lakini neno linafafanua linasema, lakini Kristo hakubatiza mtu hata mmoja. Christ hakubatiza mtu hata mmoja. Mitume ndio walikuwa wanafanya, kwa sababu walikuwa under the law kabla Christ hajakuja. So walikuwa wamepokea sheria. Sheria ilikuwa imeingia ndani yao kabisa. Kwa hivyo kuiacha, walifanyiwa kazi. Na unaona hata kabla Yesu hajakufa katika kitabu ya John, Peter alikuwa anang'ang'ana Yesu asikufe, sababu alikuwa katika hiyo mwanya wa kuyatimiza sheria. Haleluya. Bwana asifiwe. Alikuwa katika mwanya. Ati kuna mtu ataweza akikukata kichwa na mimi namkata. Na mifita hapa anaacha upanga. Sababu sheria ilikuwa inamwambia kichwa kitoke kichwa, jicho litoke jicho. Kwa hivyo ni lazima wakekuwa na hizo vitu za dotono. Na ndio unaona hata wakati walipokuja kumshika Yesu, walikuja na dotonos, vibos, mapangas, kama ni mwizi wanakuja kushika. Lakini alikuwa Mungu, alikuwa mwana wa Mungu, alikuwa anakuja kutuondoa katika hali ya utumwa. Alikuwa anakuja kutufungua macho na masikio yetu ya rohoni, ndio tuweze kutambua mambo yale yote tulio ndani yake hatufai na sio yetu. Haleluya. Bwana asifiwe. Wewe mwokozi wangu Kristo Yesu, wewe ni mwema. You are my savior. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo watu wa Mungu, wakati Kristo alipokuja, mambo ya ubatizo wa maji ikawekwa kando. Kristo akaanza kufundisha vile yeye atakayewabatiza watu na Roho Mtakatifu. Na ukweli, Roho Mtakatifu alitawala kutoka wakati wa kitabu ya Act of Apostles mpaka Revelation. Tumeongozwa na Roho. Pasipo mafuta, pasipo maji, pasipo eating hii tunaita the Lord's table. Hallelujah. Angalia vizuri sana, rora wega fio, wonekana kuma hende atumwo ni mari ile metha. Jesu akinyire handu akiuga ati ino mware ya umuthi niyo egotwika muico onginyariria gacoka. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Jesu agioka agikinyia maundu mothe muico niguo andu othe metekie, niguo andu othe metekie matuo athingu, tondu sheria ndiatwire andu athingu ni kumoraga ya moragia ya Musa. No sheria ya Jesu yoka yatwire andu athingu na andu akinyaniru na agiriru. Mwathani arogocwo. Wakati nilipokuwa ninasoma haya, nikaona ya kwamba ili kanisa la Warumi walikuwa na shida moja. Ukweli Biblia inawatolea ushuhuda, inasema ya kwamba walikuwa na zeal. Kwa maana hiyo number 2. At for I bear them record that they have a zeal of God. Walikuwa na zeal.
walikuwa wanamjua Bwana, walikuwa na juhudi kubwa ya kufanya hiyo kazi ya Mungu. Lakini neno ndio linatuambia kumpitia yeye yule alienda na akaa pamoja na wao, akawatazama, si mwaka mmoja, akawatazama, akaona tabia zao, akaona mienendo yao, akaona vile wanavyosoma Biblia, vile wanavyoifafanua, akasema watu hawa wanampenda Mungu, watu hawa ni watu wa ajabu sana kwa kunena juu ya Mungu wao. Paulo alikuwa anakumbuka vile hata yeye alipigania Mungu wake. Hivyo ndivyo hawa watu walikuwa na hiyo juhudi. Inasema, for I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Ati kwa maana na washuhudia kwamba wana juhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Wako na juhudi lakini si katika maarifa. Kwa hivyo hawakuwa na knowledge. Kwa hivyo usipokuwa na revelation knowledge, haiwezekani uweze kutambua ukweli kamili wa vile Mungu anavyohitaji. Utayanena juu ya mafuta, utawafundisha watu juu ya prosperity, utawafundisha watu kuhusu tithes, utawafundisha watu kuhusu yani atakuwa yani gokorwa tebena ate uko na ministry ya mama. Na Mungu alikusanya watu wote akawafanya. Bwana asifiwe. Yesu hakusema hii kanisa ni ya wazee na hii kanisa ni ya wamama. Na Yesu hakusema hiyo ikae wamama na hiyo ikae wazee. Wakati hata kulikuwa na makutano walikuwa wamechanganyika wote. Lakini tukifika makanisani kuna roho ya wazee na kuna roho ya wamama, sababu watu hawajajielewa na hawajakoma. Tondu twakigaya nagio tutikae ndio ronolimo twagaya ndio kanitha-ine rweno eraikira thuri na weno eraikira atumia. No twauma hau tutithondekeirwo njira iria turagera cia thuri na cia atumia. Tutithondekeirwo ona thoko itinagayanio, ici ni cia thuri na ici ni cia atumia. Ona masukuru ona nginya no muthe mathukuru maige ne mixed. Na andu makoigane makinyanageria seria ereko wakinyanageria seria ya kanitha-ine ate tondu rweno ni atumia neno ni athuri ugeciria ni wakinyanageria seria ahujia. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Gayasi augire guciaragwo ciana cia iretu na cianake. Oigire guciaragwo ciana cia iretu na cianake. Ngai ndoigire we mutumia uyu uri ciaraga iretu na we muthuri na mwena uri ungi uri ciaraga anake. Asithondekire ciothe iciaranagio. No riri kwina kindu kingituma igie na ugi. Kuna kitu wanaweza pewa na wawe na hekima, sio kwenda kuwaongezea sheria isiyo na revelation knowledge. Sheria ĩrĩa ũramahe ĩiyũrĩte o gĩkuũ na one gĩkuũ. Wao ni kifo. Sasa na tena unawapa kifo kingine. Badala ya utambue wao ni kifo sababu wamestariwa chini ya dhambi, wape
knowledge of God. Bwana asifiwe. Wakati nilipotazama haya, wakati niliangalia vile Paulo anavyosema, nilitambua makanisa niliyotoka nikiwa mdogo. Nilitambua mambo yale tulikuwa tunaoongozwa nayo. Hata saa hii ninaifikirianga, ninahurumia kanisa ya Rudini. Ninawahurumia wazee wale wanajiitanga wazee wa utamaduni. Sababu ni kifo tu kinatawala. Wako na juhudi katika hizo kazi zao, lakini hizo juhudi hazina maarifa. Haiwezi okoa mtu, haiwezi fungua mtu. Wanazunguka mahali pamoja kwa hekima yao ya wanadamu. For they being, number 3, for they being ignorant of God's righteousness. Sababu hawataki kuongozwa na Mungu waweze kupokea haki. Wanakaa tu katika giza, lakini wanajiita wenye haki. Wanakaa tu kama kanisani, basi hata wakiwa kanisani wanajiita wenye dhambi. Wanakibizana na mafuta. Ukiona mtu yeyote yule anayekibizana na mafuta, anayekibizana na yule huyo ni waajabu. Waajabu wapi? Sisi wote tumepewa vipawa sawa sawa. Siku moja Elijah akasimama wakati alikuwa amegoma kwa kazi ya Mungu. Kukakunja hii tunaita moto ukawaka na ukawa na waajabu. Mungu akamwambia na siko ndani yake. Kukakuja gurumo na radi. Akiwa pale anatazama mambo makubwa, akiona haleluya, Mungu akamwambia na siko ndani yake. Lakini mwishowe kukakuja kasauti kanyororo kapore mpaka akaanguka akapiga magoti. Mungu akajionyeshana, mimi sikuji kwa migurumo na radi, sikuji kwa mambo hayo mnasikianga. Yeye ndiye anatoa mapepo, inatoa sauti, anafufua, anafanya kaiko wode dali. Kiugo kia Ngai kiuraigwa nikio kina hinya na watu wa maundu mothe. Na hiyo neno unaoisikia, na hiyo neno hautaki kukaa chini ufundishwe, ndio iko na uzima na ndio iko na ufufuo. Hilo neno linakuweka unasikia njaa siku mzima, unachoka kwa kukaa kufundishwa, na vile watu hawataki. Wanataka mahali pale watafanywa kuangushwa chini, kuinuliwa, kupakwa mafuta, kupewa hadi kachifu na kuambiwa warudie maombi ya Baba wetu aliye mbinguni mara 100. Sasa unafikiria hivyo ndivyo kazi ya Mungu inayofanywa? Hakuna kitu kama hiyo. Kwa sababu umekula meza kanisani, unafikiria wewe sasa umefika. Na kuambia walikuwa na juhudi, lakini hawakuwa na maarifa juu ya mambo yote yale waliokuwa wanafanya. Walikuwa watu wa kutoa tithes, but hawana maarifa ndani yake. Hawakuwa na knowledge. Bwana asifiwe. Have a zeal of God, but not according to knowledge. Mambo mengi watu wanafanya makanisani, they have no knowledge.
Tunafanya kwa nini? Ndio wakati wa kuwafundisha watu ukweli. Jambo lolote watakalo kuwa nalo lifanya katika maisha yao, waifanye wakitambua na kuelewa kwa nini tunayafanya haya. Kwa nini Kristo alisulubishwa msalabani? Haleluya. Kwa nini alinihurumia mimi? Aliwafikia watu namna gani? Bwana asifiwe. Sio kuingia tu kanisani. Wewe unasema wewe Mungu alikupa neema. Mimi Mungu alinipa neema. Kaokolewa. Na wewe fanya wengine waweze kupokea hiyo neema. Hubiria watu, kwa sababu ukiwa na moyo usio wa kujitoa na kwenda kuhubiri, wewe haujatambua, hauna maarifa kwa nini umeokolewa. Kwa nini unasema hauna dhambi? Haujui. Na kama uko kanisani na uwezi inua kazi ya Bwana katika nafasi ya mali yako, kwa sababu ya watu wengine wafikiwe, watolewe katika hali ya dhambi na utamaduni, na kuambia haujatambua kwa nini Christ alikuja ulimwenguni akiwa a giver. Yeye alijipeana, akajipeana katika nafasi yetu ya kimwili na akajipeana katika nafasi yetu ya kiroho. Akatuinua. Alitupa hayo yote tu kwa kujipendea. Hakuhitaji gharama yoyote. Hakuhitaji gharama yoyote kutoka kwetu. Yeye aligharamia. Tulitoka katika gharama kubwa kwake yeye mwenyewe, sio kwa watu wengine, sio kwa your neighbor, sio kwa your friend, sio kwa your mom and dad. Hapana, sio kwa kanisa yako. Christ alikuja kabla ya hao wote hawajakuja ulimwenguni, na alitenda hiyo kazi kukiwa hakuna hata mmoja katika ulimwenguni. Haleluya, Bwana asifiwe. Anasema kwa maana hawashuhudi na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Ukikosa maarifa, hata uwe na juhudi kiasi gani, unapoteza kila kitu, na chochote umefanya umekipoteza. Katika kitabu ya John 5:39, John 5:39 inasema, search the scripture, for in them you think you have eternal life, and they are they which testified of me. Mwayachunguza maandiko. Sio ati watu hawajui maandiko, sio ati watu hawasomi maandiko, wanaizunguka kuizunguka, wanaimba kama wimbo, yani ni choruses ndani yao. Lakini neno linatuambia kwamba kwa sababu ya kutokuwa na maarifa, knowledge of God, Mungu anaiita wanayachunguza maandiko wakidhani, sababu mnadhani kwamba ninyi muna uzima wa milele ndani yake. Ebu tarora hauone atiru todo ni oe maandiko, na ni wendo ingemeteaga makiuga waguo, mimi maandiko ninayajua, ninajua maandiko, najua, nayasoma Biblia. Soma Biblia. Biblia ni kama novel tu, kwa sababu kama hautafanya Biblia, kusoma Biblia na kujua Biblia haina tofauti na kujua novel. Number 2, kujua hiyo writings. Hizo writings ziko ndani ya Biblia, na hizo writings zimeandikwa pale. Haujaitoa pale ingie ndani ya moyo wako iweze kuwa msaada, iweze kukubadilisha bure.
Sababu neno linasema ya kwamba katika kitabu ya Hebrews, wakati wa mwisho ukifika, nitaandika neno, nitaweka neno langu ndani ya mioyo yenu na niliandika katika mawazo yenu. Kwa hivyo neno wakati unapolisoma, isipokuwa liingie ndani ya moyo wako liweze kukubadilisha kutoka ndani. Ulisoma katika vile limeandikwa na kalamu na rangi katika makaratasi, na kuambia mtu wa Mungu, umejidanganya. Ukweli kabisa umejidanganya. Na ile neno umelisoma ndani ya Biblia, kama hujalisoma na ukaongozwa na kusaidiwa na Roho Mtakatifu, na kuambia wewe wajua tu, ni kama hadithi ya Rabbit and Lion. Itakufurahisha tu, lakini haina msaada wowote. Ati na hamjui hiyo maandiko. Ati mwachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndio yanayonishuhudia. Watu wanaijua maandiko lakini hawajatambua vile inavyoshuhudia Christ. Hawajatambua ni nini kimefichwa ndani ya hayo maandiko. Watu wengi wanaimba wimbo wa kusema mimi najua Mungu. Mungu unamjua. Mungu anajulikana mpaka na wanyama. Hata miti inajua. Hata ardhi inajua. Ukweli na utabue hivi. Wakati Mungu alipokuwa anaumba from Genesis 1, alikuwa ananenea ardhi, toa. Na ardhi kwa sababu ya kumjua na kumtambua na ukuu wake na uweza wake, inatoa kile amesema. Anaambia ardhi na kuwe na milima, na milima ikawa, kuwe na mito, na mito ikawa, ilikuwa na masikio ya kusikia na ilitii. Haleluya! Lakini mwanadamu ni nani? Akiambiwa aweze kumjua na kumtambua Mungu katika roho, hawezi. Ameshindwa na milima, ameshindwa na mito, ameshindwa na wanyama na ndege za angani. Haleluya! Bwana asifiwe. Kutoka mwanzo, from the beginning, kila kitu Mungu alikiumba kilimtii na kilimpendeza yeye, mpaka akasema na chochote nimekiumba ni jema. Hata wewe ulikuwa sawa na mwema, lakini ukavumba sikio. Watu wengi wamevumba sikio, lakini hauwezi watoa ya kwamba mimi najua kuomba. Mimi najua kuomba. Na nikiomba saa yote Mungu ananisikia. Wacha nikuambie, sio kujua unajua kuomba. Hata ulimwenguni mzima hakuna mtu ajuaye kuomba. Yesu tu ndiye anaomba. Yesu tu ndiye anatuombea. Na Mungu anasema ya kwamba hata kabla haujaomba amejibu maombi yako. Kwa hivyo ni maombi gani ulikuwa umeomba na alijibu kabla haujaomba? Na kabla haujaomba aliyajibu. Sio aliyajibu kwa sababu wewe ni mzuri ama wewe ni mwema. Aliyajibu kwa sababu wewe ni mwanae. Kama vile hata nikizaa mwizi, nizae mulogi, nizae kiwete, nizae nani, sitasema huyo si mtoto wangu na sitamfalisha. Nitamfanya kama vile ninafanya wale wengine wote wazima. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Lakini kuna tofauti katika nafasi ya Mungu na nafasi ya Christ. Christ usipomtambua ya kwamba yeye ndiye njia, uzima, na yeye ndiye mlango. Haleluya! Nakwambia mtu wa Mungu, haujui uelekeao, haujui uendapo. Bwana asifiwe.
Hallelujah. Akasema huo mstari wa 40. And you will not come to me that you might have life. Wala mtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Uzima ni mtu. Uzima si kitu. Uzima ni mtu. Na uzima ni Christ. Kwa hivyo wewe usomao maandiko na hauna revelation knowledge, hauna ufahamu wake, na kuambia mtu wa Mungu, neno linakwambia haujakuja kwake. Kukuja kwake ni kufanya nini? Ni ile neno tumelisoma lisiwe nje yetu, liwe ndani yetu, na wakati limo ndani yetu liweze kuwa na ufunuo mpya, ndio tuweze kubadilishwa na ule ufunuo mpya tumeupokea, tuweze kufanana na Christ mwenyewe. Ati neno lisipokubadilisha ufanane na Christ, hiyo sio neno umesoma, hiyo ni hadithi tu ya wabunuasi. Hata kama ni neno, ni Biblia umesoma, hata kama umesoma chapter mzima, lakini haina mafundisho ndani ya moyo wako, haikugeuzi, halikupatii mfano wa Christ ni nini. Wewe unamjua tu Kristo yule alisulubishwa akamwaga damu, na sasa unasikianga alisamehe ulimwengu mzima. Hata wewe amekusamehe. Hujajua Yesu hakukuja kukutoa katika shida, guys, shida ya fedha. Hakukuja tu kukutoa katika shida ya magonjwa. Yesu alihubiria wote ulimwenguni, waliokuwa hawajaokolewa na wameokolewa. Aliwaponya wote, hakuchagua. Wengine hata aliwaponya na hawakushughulika na yeye, na wakajiendea wakiwa tu wenye dhambi, na hakuwafuata. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu hakukuja ndio wewe ukae maisha mazuri na maisha mema. Yesu alikuja ndio wewe ugeuzwe, utoke katika kifo uingie katika uzima, upokee nuru ya kutambua kazi yake na kuhusu ufalme wa mbinguni. Hakuja ndio uweze kuwa na pesa nyingi. Haukuja ndio uweze kuwa mwili wako hauna magonjwa yoyote ate itakupata. Hata wale aliponya hakuambia ate hawatagojeka tena. Aliwaombea wakaponywa. Sida wale walikuwa nazo. Lakini kuendelea na huko, walikutana na mengine. Basi wanakumbuka kunaye mmoja alitutoa katika hali hii. Yesu mtu mmoja ndiye aliponya na akaponyeka kabisa maisha yake. Yule mtu amepokea neno la Bwana, likaingia ndani ya moyo wake, likabadilisha moyo wake. Ule utu ulikuwa ndani yake ukabadilishwa, akapokea uhai na uzima. Wakati alipoupokea yeye, nini aliponywa? Uponyaji huo ni nini? Uponyaji huo ni hiki tu. Alitolewa katika kifo. Kama vile Kristo alisulubishwa mara moja ya kutosha, hivyo ndivyo huyu mtu ameponywa. Kuponywa huku sio kwa nyama na kwa damu. Kuponywa huku ni kwa moyo. Ni kutolewa katika kifo na kuingizwa katika uzima. Na ni kusema ya kwamba kulingana na vile Kristo Yesu amekufanyia kazi, na kama vile amekufa ukafa pamoja naye, akazikwa ukazikwa pamoja naye, akafufuka ukafufuka pamoja naye, kifo hakitakupata tena milele na milele. Umefufuka mara moja, umetoka katika kifo mara moja ya kutosha, na hautakufa kamwe milele na milele. Rui no twiciriongo nduri gikuo kingi gatungana nakio. Ni ureketie gukua uhoro-ini wa mwili. Ni ureketie gukua uhoro-ini wa mwili. Umekufa kwa ajili katika mwili, umeshakufa. Kile kimebaki ndani yako
ni mambo ya kiroho. Uzima wa Bwana ndiye tu umo ndani yako. Hamna kifo kingine kitakuja katika maisha yako. Lakini haya ni kwa mtu yeyote yule ako na maarifa, ako na revelation knowledge ya kazi ya Kristo Yesu. Kama vile mimi sina kifo kingine kitakaye, ni mimi sikufa, nitakufa, ni kulala, nitapumzika na nitajipendea kupumzika. Sitaamrishwa kupumzika. Sio magonjwa itaniua, Bwana asifiwe, ama itafanya niweze kupumzika. Magonjwa haina nguvu wala uwezo juu yangu. Neno linasema ya kwamba nitakuweka masiku yale utakao taka na utakao toshea, itakutosha. Wewe ndiye unajichagulia. Katika enda ukasome katika Psalms 91 kule mwisho, atakuweka masiku ama muda ule utakao taka. Kwa hivyo wewe ndiye utaruhusu kifo kije kwako. Sio kifo kitakutawala. Kristo alitawala kifo mara moja ya kutosha. Wakati alipoingia kuzimu, akafa. Siku ya pili akaingia kuzimu. Akapinga kifo kile kilikuwa ndani yake. Kilikuwa ndani yake kifo. Alikipinga, siku ya tatu akafufuka. Hivyo ndivyo tulipo sisi. Katika kifo cha mwilini tumeshafufuka, tumeshakipinga na tukakiweza, na tukaweza kufufuka pamoja naye wale wote wameamini. Na ndio neno linasema katika kitabu ya John, tumezaliwa tena. Tumezaliwa tena mara ya pili. Kwa hivyo uzao wa kwanza umeondolewa, tukaingia katika uzao wa pili, ule unenao uzima ndani yetu. Na si kwa kupenda kwa mtu, si kwa kupenda kwa mwili na damu, na si kwa mtu, kwa mzazi ama nani, ila ni kwa Mungu. Ninashukuru Bwana kwa sababu kuna neno moja nilikuwa ninafundishwa kila wakati in Sunday school, ya kwamba Mungu, sisi tumetolewa katika mti wa kichaka, tukazalishwa katika mti wa shamba. Kwa hivyo hii ni miti miwili, mti wa kichaka na mti wa shamba. Na wakati hii miti miwili ilishikanishwa, ilitoa kitu, si mti wa shamba na si mti wa kichaka, ilizaa kitu hapo katikati. Hiyo kitu ndio uzao wa Mungu. Ule hauwezi pata curses laana yoyote ile. Wewe hauwezi pokea laana, wewe umeamini, sababu wale walikuwa na laana ni mti wa kichaka na mti mwingine wa pande hii nyingine wa shambani. Lakini wewe ulitoka katikati ya hiyo miti miwili. Wewe hauwezi pokea laana yoyote na hauna laana yoyote. Walikuwa wanauawa na magonjwa na hali zingine za aina yote. Lakini wakati wewe ulipozaliwa katikati ya hiyo miti miwili, haleluya, ulitoka ukiwa umepinga kifo kile kilikuwa kinawaua, umepinga shida zozote na matatizo. Wewe hakuna jambo linaweza pingana nawe, ukawa a new creature. Wewe hukuzaliwa ukiwa mti wa shambani wala mti wa kichaka. Haleluya. Wewe umezaliwa na ukaitwa jina a son of God, a new creature. Hakiwezi
hakiwezi wezwa na chochote kile kilichomo ulimwenguni. Wewe ni mshindi. You are favored. Bwana asifiwe. You are mighty. Wewe ni mtu wa ajabu. Hakuna kitu kinaweza pinga wewe. Wewe ndio unaweza jiachilia katika kupingwa. Wewe ndio unaweza jiachilia katika kifo. Uweze yani ateoi. Wakati mwingine wakati mwingine unakuta gai alikufa alishindwa na safari. Haleluya. Kushindwa na safari ni kusema ulijipeana wewe ukaingia katika kifo. Ng'ang'ana mpaka mwisho na kukinenea kile kifo. Kunenea ile ule umaskini. Kunenea ile hasara yote na kupingwa na kukimbizwa na kukataliwa. Nena wewe haukuzaliwa ukiwa mtu wa kawaida. Ulizaliwa ndio na ukapewa nguvu na uwezo na mamlaka ya kupinga kila nguvu zote, maroho yote, maushurutani. Haleluya. Mapepo, magonjwa, maradhi. Umepewa uwezo, umepewa mamlaka, umepewa haki ya kusimama katika kila jambo na Mungu anaingilia kati. Haleluya. Ninakupenda. Masaa yangu imekwisha. Sasa nifanye nini? Isipokuwa tu niweze kumalizia na wakaribisha watu in our fellowship jioni ya leo masaa ya saa 8 tuweze kuwa na fellowship hapa kwa hapa, na nitafurahia wakati utakapokuja. Kwa hivyo nakupenda, lakini ujue ya kwamba umepewa nguvu na umepewa mamlaka. Ushindi wote umo ndani yako. Wewe sio yani wewe hakuna kitu kimepewa uwezo wowote ule wa kuja kukujaribu, lakini wewe ukijipeana kwake kitakujaribu. Magonjwa haijapewa uwezo wala nguvu, maradhi na uchungu, lakini wewe ukikipatia nafasi kitakutawala kama kitu kingine, kitajiripishia. Kwa hivyo ni wakati wa kukubali neno la Bwana litoke ndani ya Biblia liingie ndani ya moyo wako. Wakati wa Musa lilikuwa limechorwa katika mawe. Wakati wa Musa ilikuwa katika kibao. Hata leo liko ndani ya Biblia. Yule neno ako ndani ya Biblia. Lakini usipomtoa ndani ya Biblia umuingize ndani ya moyo wako, utakuwa na Biblia, utaiweka kwa kitanda, Shetani anakuja usiku anakugonga kofi, Biblia ikiwa tu hapo. Unaichukua, unaiwekelea hapa ate ulale. Unakuta hata hujui ilianguka saa ngapi. Sababu Shetani anajua sio kwa neno limeandikwa, lakini ni kwa neno lililo ndani ya moyo wako ndilo linaweza mpinga. Lolote lile unalisoma ukifikiria umeupata uzima wa milele, ukidhani, na kuambia mtu wa Mungu, Shetani hakuna wakati atakosa nafasi katika maisha yako. Atakupinga. Ukisema tu nimeokoka, ukisema tu mimi nimesamehewa dhambi, atakutoa kwa kitanda na kukuweka chini na ni kwako. Urakomete orere igoro ugekora withi na we muhonoku, kana ugekora barabara ore nyonaga Nigerians movies magekwo ukoyo gatwarwo ri na we muhonoku no urutaga mapepo no hoyaga utuko na muthenya na niwe hingaga thiko bote. No ni tondu ni amenyirio horo uyu nduri thiini wa ngoro yaku we Biblia ine othomaga ego kuangamiza. Ni uko nona thaici
Hata sasa hivi hata watu wale wanaendelea kusema watu wasiende makanisani, watu wasifanye. Utakuta mtu kwa sababu hajui kwa nini ako ndani ya nyumba la Bwana akiacha. Ni vile tu corona ilikuja. Hii kipindi kingine kinafanana na wakati wa corona. Kilikuja kuondoa wale wote hawakujua maana ya kuwa ndani ya nyumba la Bwana. Wale wote walikuwa wanaenda ni kwa sababu ya miujiza na maishara, kukapingwa, njia zote zikafungwa. Watu wakakaa. Na watu waliponywa, wale waliamini wakiwa tu kwa manyumba zao. Sababu Kristo hayuko huko unaenda kumtafuta. Kristo yu ndani yako. Na Kristo ni hilo neno unaloliamini. Sio neno lile liko nje yako. Oh, haleluya. Eke hoe onanienedhire muno rũciũ twe hamwe. Kesho tuko pamoja, tutasoma neno la Bwana pamoja, tutaweza kuongozeka na kuongozwa pamoja na Roho Mtakatifu, na tutaweza kuinuana mmoja kwa mwingine. Ni kwa sababu hili neno hakuna wakati litakosa nguvu, na hakuna wakati yeyote yule amejitoa kwake halitakosa kumuongoza. Wacheni tuombe. Nampenda sana watu wa Mungu, na ninamuombea sikukuu njema ya 25 26 na hata tarehe 1, yani irekei tugie na mwaka mwega uyo turathie in advance, na tuwe na sikukuu njema, na tuwe watu wa kujua na kuelewa uhatari ulio ndani ya masikukuu na mambo yale yanazalika ndani ya masikukuu kama haya makubwa. Please kuwa na limit juu ya mambo mengine. Amini Bwana na Mungu atakuongoza. Wacha kufanya kwa sababu ni sikukuu, lakini fanya kwa sababu Mungu amekupa neema na utukufu wa kuishi tena na kuendelea na mwaka mpya. Wacha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, ninakuinua na ninakutukuza. Wewe ni baba yangu, wewe ni mfalme wangu, wewe ni uzima wangu, wewe ni Bwana wa wokovu wangu. Asanti ni kwa sababu ya kibali hiki, na asanti ni kwa sababu ya ubali wa ajabu umetufikisha. Asanti ni kwa sababu ya mwanao Kristo Yesu. Asanti ni kwa uzima ulio ndani yetu. Asanti ni kwa sababu ya revelation knowledge. Asanti Bwana wetu Yesu Kristo ni kwa sababu ya ufufuo ule ulitia ndani yetu. Pokea sifa mfalme mwenye nguvu na uweza. I dissolve it, dicosete, didicoseta. Be glado, asekena, akuti adonite, interior groma, ashaka atinasi. Then to be loboka, ekesete, inturia, endezeti. Both alike tanasete, didai Father. Ni kwako Bwana sisi twaishi. Ni kwako Bwana sisi tulibarikiwa. Ni kwako Yesu mtakatifu tumeupokea uzima wa milele. Twakuinua Bwana, twakutukuza Bwana, twasema wewe ni mfalme. Katika yote wewe ni Mungu. Twakuinua katika jina lako Yesu Kristo. Siku ya kesho tukipatana, wacha Roho wako Mtakatifu anenee mioyo yetu sisi wote na kutuzungumzia kwa uwezo na ukweli ndani ya mioyo yetu. Ndio tutoke katika maisha yetu sisi, tuingie katika maisha yako Kristo, na ndio Bwana tuweze kuzaa mazao mengi na mazao mema katika maisha yetu hapa ulimwenguni na hata mwisho wakati tutakuwa pamoja. Ani katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Hallelujah.